Karibu sana kwenye Crown Media, langu jina ni Calvin Nasil na leo tumefunga safari mpaka kwenye shirikisho la cricket nchini Tanzania, nazungumzia TCA, na moja kwa moja tutazungumza na afisa mkuu wa maendeleo ya mchezo wa cricket nchini Tanzania, Bwana Hamis Abdallah, aweze kutuelekeza ama aweze kutuambia mambo kadha wa kadha ya mchezo wa cricket nchini Tanzania. Hususan kubwa ni kwamba timu ya wanaume imeweza kufuzu kuelekea kwenye hatua inayofuata ya kufuzu kombe la dunia ambayo itafanyika 2028. Na moja kwa moja naungana na Bwana Abdallah, Hamis Abdallah. Brother, habari yako? Nzuri tu mzima. Kwanza hongera sana kwa kazi nzuri ambayo mnaifanya. Nimeona project nyingi sana, sio hapa tu mpaka kwenye viwanja vya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Nashukuru sana. Kikubwa tuanze kwanza kwenye timu ya taifa ya wanaume ambayo imefanya vizuri nchini Ghana na imeweza kushinda michezo yake yote. Hebu tuelezee safari ilikopo vipi, maandalizi yalikopo vipi mpaka timu ya taifa ya wanaume ikaweza kufuzu hatua inayofuata kwa ajili ya kombe la dunia ambayo itafanyika 2028. Safari ile ilikuwa ni safari muhimu sana katika malengo ya mwaka 2026 na tulianza kujiandaa toka mwezi Januari tukiamini kwamba mashindano yale ni mashindano moja ambayo tunaweza tukifanya vizuri na kwa sababu ni mashindano ya qualify kwa ajili ya hatua ya pili ya nafasi ya kombe la dunia. Na in fact kwa sababu sisi huwa tunafanya research mara nyingi kabla tunavyojiandaa, mapungufu ni yapi na ili tuweze kuboresha na tuweze kufanya vizuri zaidi. Na ukiangalia hizi timu zote ni timu ambazo tumekuwa tukishindana, lakini tumeweza kwenda in deep zaidi kuwajua wapinzani wetu na imekuwa rahisi kwetu kuweza kufanya vizuri. Hapo nimeona kuna wachezaji takriban 3 wameweza kurejea nyumbani na tuzo. Hii kwenu ni faraja kiasi gani? Ni faraja kubwa kwa sababu ukiangalia lengo la kwanza ni timu kufanya vizuri na lengo la pili ni mchezaji mmoja kuweza kufanya vizuri. Kwa hiyo ukiangalia tumeweza kushinda mashindano kiujumla, lakini wachezaji wetu wameweza kuwa wachezaji ambao wamefanya vizuri. Kwa hiyo hii ni hamasa kubwa kwetu na pia inatupa faraja jinsi wachezaji wetu wanavyokuwa. Ni kwa namna gani mna faraja? Kwa sababu mwaka jana timu ya vijana chini ya umri wa miaka 19 kwa upande wa wanaume waliweza kucheza fainali pale za kombe la dunia pale nchini South Africa. Hawakufanya vizuri sawa, lakini kweli imekuwa faraja kiasi gani? Kwa sababu imechukua muda mrefu takriban mwaka mmoja miwili kuweza kufuzu kwenye mashindano yale. Kwetu sisi ni faraja kubwa kwa sababu ukiangalia safari ya ile timu ilianza 2019 tukiweza kujiandaa na tulicheza qualifiers 2 kabla ya kufika kombe la dunia. Na vile vile ukiangalia wakati tunaenda qualifiers ya Division 1 ambayo mshindi mmoja wa Afrika anaungana na wale wengine katika kuiwakilisha, sisi tulikuwa sio timu ambayo tulitegemewa ukichukua Namibia na Uganda na kadhalika. Kwa hivyo ile ni faraja kubwa kwetu, na ukiangalia lengo la kwanza ilikuwa ni kufika World Cup kwa sababu ni historia katika mchezo wa cricket na tuliweza kutimiza lengo la pili, na pia vile vile tuliendelea katika kuweza kujitayarisha, lakini ukiangalia competition ya World Cup ni hali ya juu. Kwa hivyo ilikuwa ni sehemu ya kwetu ya kujifunza na tunaamini kwamba sasa hivi tuko katika ramani ambayo ya ushindani na tunaamini kwamba qualify inapoenda na sisi tunataka kufanya vizuri na tukarejea tukafanya vizuri zaidi. Vijana tumezungumzia kwamba waliweza kucheza hizo finali pa South Africa, wamerejea. Program zikoje za kuweza kuwa develop kila siku na kuweza kukua? Sasa hivi katika ile timu ambayo imecheza World Cup tunao vijana na takriban 5 ambao wameshaingia kwenye platform ya national team, na ukiangalia mashindano ya Ghana pia wamekuwa na wachezaji ambao wamejumuishwa na wachezaji ambao wamekuwa tegemezi. Kwa hivyo sisi katika ile pipeline yetu tunajaribu kupandisha wachezaji wale wenye vipaji katika kuongeza nguvu kwa ajili ya kwenda national team, na vile vile wanazo programs zingine. For example this year katika hawana programs za kimashindano bali wana programs za ndani ambazo za kuwawezesha ili kuweza kukaa kwenye mchezo na kuweza kujifunza zaidi, na vile vile tutajaribu kuwa hapa mashindano ya ndani ama ya nje kidogo katika kuweza kufanya wachezaji waweze kukua zaidi. Hapo kwenye development ama kwenye ukuzaji wa vipaji vya wachezaji kwenye mashindano ya UMITA Shunta, umenipa taarifa kwamba kuna kitu ambacho mmekifanya ambacho mlifanya kwenye mkoa wa Iringa kwa mara ya kwanza na imekuwa na mwamko mkubwa sana. Mpango uko vipi? Ishafanyika Iringa, sasa mnatoka vipi kutoka hapo kwenda kuna mikoa mingine? Kwa mwaka jana ilikuwa ni trial ya kwanza baada ya kuzungumza na TAMISEMI, na mchezo wa cricket uliingia rasmi katika ukiwa kama mchezo wa majaribio katika mashindano ya UMITA Shunta ambayo ilifanyika Iringa, na baada ya hapo tuliweza kutoa timu 2 ya wavulana na wasichana ambao ilishiriki kwenye mashindano ya FAIRS ambayo ilifanyika Nairobi, na tukafanikiwa kupata ushindi katika timu hizo. Kwa hivyo mchezo huo umekuwa na hamasa kubwa
na mwaka huu pia katika mashindano tumejumuishwa, lakini kwa mikoa tofauti, kwa maana tukijumlisha mikoa ya mwaka huu tutakuwa takriban mikoa 8 imeshashiriki mashindano hayo. Na vile vile faida kubwa ambayo ipo mwaka huu, tunatoa timu 4, kwa maana timu 2 za wasichana na timu 2 za wavulana kwenye mashindano ya FEASA. Kwa hiyo tumeweza kupiga hatua na imani kwamba kadri tunavyoenda tutakuwa tunatoa timu zaidi, na mchezo huu utakuwa ni mchezo ambao una hamasa na kupendwa zaidi. Hapo vijana wengi wamejikuta ambao wamefanya vizuri, mmewapa platform ya kucheza kwenye Caravan T20. Sasa Caravan inarejea, mpango uko vipi? Hamasa ikoje? Timu zinajiandaje kuelekea kwenye mashindano haya? Caravan ni moja ya ligi ambayo iko katika mpango wa development wa chama cha cricket, lakini inasimamiwa na club moja ya member wa club ambao wako chini yetu. Kwa hivyo ni ligi ambayo inafanya development kubwa kwa wachezaji wetu wa ndani, kwa maana ya wale wa under 19 pamoja na senior men's, na imekuwa ni ligi ambayo endelevu na ni ligi endelevu na moja ligi bora ambayo inachangia katika kukuza wachezaji wetu wa ndani katika mashindano tofauti. Kwa hiyo mwaka huu pia tuna expect kwamba ushindani utakuwa mkubwa na franchise zinaongezeka, badala ya 8 zinaenda hadi 10, na kila mwaka tumekuwa tukikua hivyo ili kuweza kuwapa watoto kwa wachezaji ushindani zaidi, ili kuweza kupata wachezaji ambao wataiwakilisha timu ya taifa katika umri mbalimbali. Nchini Rwanda. Nikuchonganishe kidogo, nafahamu kwamba wewe sio kocha, lakini tujaribu kuangalia on the tactical side kidogo. Ni maeneo gani ambayo unadhani kwamba timu ya taifa kwa jinsi unavyoona nchini Ghana, ni maeneo gani ambayo unadhani Tanzania tukiboresha kwenye eneo la kiwanja, either ni batting, chochote ni kitu gani ambacho tukiboresha tunaweza tukafanya vizuri zaidi? Nikuchonganisha kidogo. Mimi nafikiri katika experience, kwa sababu mimi mwenyewe nimetoka nikiwa mchezaji na nahodha wa timu ya taifa kwa takriban muda mrefu. Kwa hiyo ukiangalia, naweza kuzungumzia mentally zaidi, kwa sababu ukiangalia vijana wetu wana vipaji vikubwa, lakini kuweza kujitambua na mental focus wakati wa tournament na preparation vinacheza role kubwa sana. Na ukiangalia katika sehemu ambayo tumeinvest mwaka huu ni fitness training, utimamu wa mwili, mchezaji aweze kuwa utimamu wa mwili na kuwa tayari. Kwa hiyo ile mentally inacheza role kubwa sana ili kuweza kufanya vizuri. Sawa. Tumezungumzia hayo yote, na labda naomba nigusie kitu kimoja. Eswatini, Seychelles ni baadhi ya timu ambazo senior team iliweza kufuzu kwenye hatua inayofuata. Ina maana kwamba kuelekea kwenye hatua inaokuja juu ni ngumu zaidi. Kwa wewe, kwa jinsi tunavyoona, ni timu gani ambayo Tanzania tunapaswa kuiangalia kwa jicho la tatu kuelekea kwenye hatua inayofuata? Sisi huwa project zetu zinachukua yani team by team, kwa sababu ukiangalia timu zote zinakuwa in fact, na ukiangalia pia sisi wenyewe tunafanya analysis yetu, na pia tunaangalia timu hizo zinafanya nini kwenye upande mwingine. Kwa hivyo mashindano kawaida, hakuna mashindano ambayo kwa rahisi, lakini kadri wewe unavyotimiza malengo yako, unavyotimiza strategy zako na jinsi unavyojiandaa, nafikiri hiyo ni key success ambayo itafanya uwezo kufanya vizuri. Tupo mwaka wa mbele, imewashika.